magazeti mkononi mwangu. Nianze na gazeti la Uhuru ambalo lina taarifa kemkem, lakini taarifa ambazo zimepewa uzito katika ukurasa wa mbele inasema majipu zaidi yatumbuliwa, wakurugenzi 5 wakumbwa na majanga, wakufunzi wa kazi mikoa 4 wasimamishwa. Taarifa zaidi ukurasa wa 4. Lakini Mama Janet Magufuli amwaga machozi akiaga. Picha yake ipo hapa inaonekana ikimonyesha Mama Janet alikuwa mwalimu katika shule kwa kipindi cha miaka 18, shule ya msingi Mbuyuni, na yeye alikuwa mmoja wa wanafunzi waliosoma shule hiyo kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Pia watoto wake wote walisoma katika shule hiyo. Hapa akilimwaga chozi. Tusomea taarifa hiyo hapo baadaye. Lakini pia kuna taarifa nyingine ikisema TTCL, TEMESA na TBA kukumbwa na safisha majina wanaodaiwa ada leseni za madini, na Majaliwa amlipua Malinzi. Basi nisome taarifa hizi katika kurasa za ndani. Tukianza na ukurasa wa pili, imetawaliwa na ziara ama sherehe ya kumwaga Mama Janet Magufuli, mke wa rais, wakati alipofika katika shule ya Mbuyuni ambako amesoma hapo na alikuwa akifundisha kabla ya kuingia Ikulu, yeye na mume wake, Rais John Pombe Magufuli. Ukurasa wa 3, Kitwanga pokea ripoti ya usalama wa raia, mbaroni kwa kumbaka mtoto hadi kufa, serikali yatoa karipio kwa wajenzi holela, na kesi ya Kova Nzoa ya unguruma kotini, Jafo awashukia viongozi halmashauri ya manispaa ya Ilala. Tusome taarifa moja hapo katika ukurasa wa 3 ikisema upande wa wajibu maombi katika kesi na wahusisha kamishna wawili wa polisi wanaogombania nyumba namba 140 iliyoko eneo la Uzunguni, kata ya Sekei, jijini Arusha. Suleiman Kova na kamishna msaidizi mwandamizi Godfrey Nzoa umeiomba mahakama ya rufani kuifuta kesi hiyo. Akizungumza mahakamani hapo mbele ya majaji 3 wanaosikiliza kesi hiyo, wakili wa serikali Sylvester Mwakitalu akisaidiwa na Haruni Matagane unaowakilisha upande wa mjibu maombi wa pili ambaye ni wakala wa majengo TBA, waliomba mahakama hiyo kutupilia mbali kesi hiyo kutokana na upande wa waleta maombi Nzoa kuchelewa kutoa kusudio la kukata rufaa. Kurasa wa 4 wa gazeti hili, majipu zaidi yatumbuliwa, ni utumbuaji majipu dhidi ya watendaji wa serikali wabadhirifu umeendelea kushika kasi, ambapo waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI George Simbachawene amewasimamisha kazi wa wakurugenzi wa halmashauri 5. Taarifa nyinginezo nyingi kemkemu utasoma katika gazeti hili la Uhuru. Niliweke kando sasa nalikamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Vigogo wanakosa usingizi serikalini, utumbuaji majipu. Profesa Mbarawa aahidi kuanza na TTCL, TEMESA na TBA. Taasisi ya elimu ya watu wazima nako wasimamishwa 3. Hapa wameandika Profesa Mbarawa. Na Simbachawene afika wakurugenzi 4, ndivyo ambavyo linaandika. Lakini Magufuli kufanyiwa maombi maalum Dar es Salaam, Tanzania ibuka kinara Afrika, ya nini tutajua huko mbele ya safari. Na Mama Janet awaahidi walimu neema nchini, mbaroni akidaiwa kutapeli jina la Magufuli na Salma. Kurasa wa pili wa gazeti la Majira, Magufuli kufanyiwa maombi maalum mafuriko ya athiri kaya 98. Taarifa hii kutoka Kigoma inasema zaidi ya kaya 98 katika kitongoji cha Kirando na Nyamamba wilayani Uvinza mkoa wa Kigoma hazina makazi baada ya mto Kirando kujaa maji na kuhama kutokana na mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia jana asubuhi. Wakizungumza na Majira kwa nyakati tofauti, waanga wa tukio hilo pamoja na viongozi wa kata akiwemo Modesta Lucas na mwenyekiti wa kitongoji Joshua Kilolo wamesema mvua hiyo ilianza kunyesha saa 6 usiku na kusababisha mto Kirando unaomwaga maji ziwa Tanganyika kujaa na maji kuhama na kuingia katika makazi ya wananchi. Mfanyabiashara aunga mkono utendaji wa JPM Tanzania ibuka kinara. Ni gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Profesa Beno Ndulu amesema Tanzania imekuwa nchi ya 6 duniani na ya kwanza barani Afrika kwa utumiaji wa huduma za kupokea na kuweka fedha zitolewazo na mitandao ya simu. Mbaroni akidaiwa kutapeli kwa jina Magufuli, waziri Simbachawene afyeka wakurugenzi 4, taarifa ambayo tumekwisha iona. Lakini ukurasa wa 4, vigogo kukosa usingizi serikalini, taarifa hiyo ikisema kasi ya utumbuaji majipu serikalini inazidi kasi, ambapo uongozi wa taasisi ya elimu ya watu wazima imeagiza kuvuliwa madaraka wakufunzi 3
wa taasisi hiyo kutokana na kufanya upotoshaji. Mbali na vigogo, waziri mwenye dhamana katika Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amesema kusafisha mamlaka zilizoko chini ya wizara yake kutokana na kukerwa na utendaji mbovu. Profesa Mbarawa alizitaja taasisi hizo kuwa ni Wakala wa Majengo Tanzania TBA, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA na Kampuni ya Simu Tanzania TTCL. Niliweka kando gazeti hilo, sasa nilikamata gazeti la Tanzania Daima. Tanzania Daima waandika, waziri RCDC wanyukana, ni vita wateule wa JK dhidi ya yule wa JPM. Lakini jipu la Rais Dr. Magufuli na Kova Nzoa waparuana mahakamani. Mwamuzi Simba na Yanga Sports Club gumzo, utumbuaji majipu waendelea. Kurasa za ndani za gazeti la Tanzania Daima, ugomvi wasababisha vifo vya watoto. Taarifa hii kutoka Moshi ikisema watoto wawili wenye umri kati ya miezi 6 na 11 wanadaiwa kuuawa katika matukio mawili tofauti mkoani Kilimanjaro, huku sababu za vifo hivyo zikidaiwa kuwa ni ugomvi kati ya wazazi wa watoto hao. Basi usikose kusoma kisa hicho cha kusisimua. Utumbuaji majipu waendelea ni taarifa ambayo tumekwisha zisoma. Kova Nzoa waparuana, majambazi wawili wauawa. Taarifa hii inatoka wapi? Bila shaka ni hapa Dar es Salaam, ikisema watu wawili wanaodhaniwa kuwa ni majambazi wameuawa jijini Dar es Salaam jana baada ya kupora shilingi milioni 12.4. Tukio hilo limetokea saa 6 mchana eneo jirani na shirika la utangazaji la taifa TBC wilaya ya Temeke. Akizungumza na Tanzania Daima jana, kamanda polisi mkoa wa Temeke Andrew Sata alisema watu hao walimpora fedha hizo mfanyakazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoa wa Iringa David Isaac. Alisema David alikuwa akitoka uwanja wa ndege wa kimataifa alikokwenda kuchukua fedha katika benki ya NMB kwa ajili ya kununua gari. Aliweza kuwa baada ya David kufika maeneo ya Quality Group alipokuwa akienda kuweka fedha katika benki ya Diamond Trust, ghafla alivamiwa na watu hao na kisha kumpora mfuko wa fedha aliyokuwa nao. Ukurasa wa 4, waziri wa RCDC wanyukana. Taarifa hiyo ikisema waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadiki na mkuu wa wilaya Temeke Sofia Mjema wameingia katika mzozo mzito kuhusu ugonjwa wa kipindupindu mkoani Dar es Salaam. Waziri Umi alisema ugonjwa huo uliodumu kwa takriban miezi 4 katika jiji la Dar es Salaam na baadaye kutoweka kwa zaidi ya mwezi mmoja umeibuka upya na wagonjwa 6 wamebainika kuwapo katika wilaya ya Temeke. Wakati waziri Umi akitoa taarifa hiyo juzi kwamba ugonjwa wa kipindupindu umerejea katika wilaya Temeke jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Sadik na DC Mjema wamemjia juu waziri huyo kwa kumuita muongo. Hata hivyo, waziri huyo na jioni lazimika kutoa taarifa nyingine kusisitiza kwamba ugonjwa huo upo Temeke jijini Dar es Salaam na kuwashangaa mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya Temeke kutumia nguvu kubwa kukanusha. Jipu la Rais Dr. Magufuli, na taarifa hiyo ikipatikana kurasa 5 inasema mbunge wa Ubungo Saidi Kubenea Chadema amesema Rais John Magufuli anapaswa kujitumbua jipu yeye mwenyewe kutokana na Wizara ya Ujenzi aliyoongoza katika serikali ya awamu ya 4 chini ya Rais mstaafu Jakaya Kikwete kujenga barabara nyingi za lami chini ya kiwango. Wawili wafariki dunia katika mapigano. Niliweka kando gazeti hilo, sasa nalikamata gazeti la Mwananchi. Siku 105 ufisadi shilingi 245 bilioni. Katika mgawanyo hapa zinaonekana shilingi 245 bilioni. Mgawanyo wa fedha hizo unaweza kufanya shughuli mbalimbali kama inavyobainishwa. Moja, barabara. Kati ya hizo shilingi bilioni 50 zinaweza kujenga barabara kilomita 50 kwa gharama ya shilingi bilioni 1 kwa kila kilomita. Lakini namba 2, shilingi bilioni 50 nyingine zinaweza kujenga vyumba 6,000 vya madarasa kwa shilingi bilioni 7.5 kila darasa, milioni kila darasa. Namba 3, kati ya hizo shilingi bilioni 50 zinaweza kununua matrekta 3,125 aina ya Massey Ferguson kwa bei ya juu ya shilingi 16 milioni kwa kila moja. Lakini zahanati pia zinaweza zikajengwa kwa shilingi bilioni 50 nyingine kwa zahanati 83 zenye kila kitu kwa gharama kati ya shilingi 600 milioni na shilingi 700 milioni.
Namba 5, pia shilingi bilioni zinaweza zikanunua magari ya kubebea wagonjwa yapatayo 167 kwa shilingi bilioni 300 kila moja. Uganda kuchagua rais leo katika uchaguzi mkuu, na kamanda Kovanzoa wavutana mahakamani kugombea nyumba hii. Elimu ya watu wazima yatumbua majipu, kero ya panda shuka ya wakumba kina mama wodi ya wazazi Muhimbili, na vigezo vya JPM bado kala moto kwa marasi na madisi. Ukurasa wa pili wa gazeti hili, Tanzania kinara Afrika huduma za kifedha kwa njia ya simu, na Kovanzoa waendelea kuvutana mahakamani. Ukurasa wa 3, mke wa Magufuli aaga Mbuyuni kwa kilio, vyama vitatu vyataka ZEC isivihusishe na uchaguzi Zanzibar. Kutoka huko Zanzibar, taarifa hii inasema vyama vitatu vimeitaka tume ya uchaguzi Zanzibar iepuke kushawishi au kuvilazimisha kushiriki katika uchaguzi wa marudio uliopangwa kufanyika Machi 20. CUF, Chauma na SAU ni miongoni mwa vyama 10 ambavyo vimeshasema kwamba havitashiriki uchaguzi huo uliotangazwa na mwenyekiti wa ZEC Jecha Salim Jecha baada ya kuufuta wa awali uliofanyika Oktoba 25 mwaka jana. Niweke kando gazeti hilo, sasa nilikamate gazeti la The Citizen. The Citizen wao wanaandika kwamba vyuo vikuu kuchunguzwa wizi wa fedha za mikopo. Taarifa hiyo ikisema kwamba waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako amesema ukaguzi ambao umeanzwa kufanywa katika ndani ya bodi ya mikopo ambao umeibua shilingi bilioni 3.2 ambazo zinaonekana kwamba zimetumika ndivyo sivyo. Uchunguzi huo pia utaendelezwa katika vyuo ili kuweza kujua, kwa sababu hapa tunasema taarifa, kuna taarifa